issue ya website nafikiri imekuwa ni kipindi kirefu sana. Wasanii tumekuwa tuna malalamiko kusana kazi zetu zinatoka, lakini watu walikuwa na mamlaka ya kuuza kazi zetu walikuwa kwa namna moja nyingine, siwezi kusema wote, lakini asilimia nyingi ilikuwa kama stende yake katika kuuza. Labda kuna uwazi, mtu nyimbo yako inauzwa alafu hujui umeuza shilingi ngapi. Unaweza tukapewa hela, unaweza kukaa kwa muda mrefu nyimbo ikawa imehit sana, alafu kiasi unachokipewa unaona kabisa kama hichi kiasi hiki mbona kama style nipate kikubwa kuliko hichi. Ushaona bana. Nafikiri ndio maana ilipelekea hata wasanii wengi kila mtu kufocus na YouTube tu, kwa sababu YouTube ni platform ambayo ilikuwa inaonyesha uhalisia wa kitu, kama umeuza hivi, umepata hichi na hakuna longolongo. So Watanzania wetu, washabiki zetu na watu wengine wa nchi zingine tofauti wako radhi kununua kazi zetu, kutusupport vijana wao kwa sababu wanapenda kazi zetu. Lakini sasa wenye platform wamiliki ile kwa kidogo kuna vitu wanavizungusha. Platform zingine kununua nyimbo ni tabu sana. Sometimes kama sisi ambao tuko tuna wigo mkubwa, ukitoa nyimbo mtu akiingia mule website na ina crack au tunashindwa kununua. So kuna matatizo kadha wa kadha. Mwanzo ni kuajabu kuwasiliana nao na wenye ma website, naambia bwana ndugu zetu kuna hivi na hivi na hivi, mbona nyimbo tunalalamika kupata hivi na hivi na hivi na hivi. Kuna wazi amna, mtu unaweza kukaa ukashangaa ndani ya miezi 6 unapata 500 tu. Ukiangalia kwa masafa madogo 500 ni uongo. Mtu nimekaa miezi 6 mimi nyimbo napata 500 au napata 900 ni uongo, kwa sababu unajua kabisa nyimbo inakuongeza hela nyingi. Sio tukakaa tukaona tunalalamika sana, kwa nini tusitumie hiyo kama fursa? So tukakaa tukaona tunalalamika sana, kwa nini tusitumie kama fursa? Basi tukafursa, tukatafuta wataalamu, tukainvest hela kutengeneza platform ambayo itakuwa iko imara, iko stable ya kuweza watu kununua nyimbo. Na kwa sababu gani? Sometimes nilikuwa niko na baadhi ya wasanii nazungumza nao, nakwambia mimi sometimes nataka kutafuta nyimbo ya msanii, nyimbo ya zamani, lakini sipati yenye quality kwa sababu sometimes tunajua nyimbo zako wanazipatia wapi. So nikaona hii itakuwa ni njia sahihi. So tulichofanya cha kwanza kabisa, tulitafuta njia sahihi na rahisi ya kuona Watanzania wanaweza vipi kupata nyimbo kwa urahisi. Tukagundua sio kila mtu ana account benki. Hivyo lazima tutengeze mazingira mtu aweze kununua nyimbo kupitia kwenye simu yake. So tukajitahidi kuona na magari tunaweza kutafuta network zote za Tanzania na kufanya nao mazungumzo mazuri na kuwezekana kuwa nyimbo zetu tunanunua kupitia katika account zao za mitandao tofauti tofauti. Mtu mwenye Vodapesa anaweza kununua na mtu mwenye mtandao mwingine, na ni East Africa nzima mtu kupitia mtandao anaweza. Vile tukaweka option ya watu wenye credit card, watu wenye credit card, Visa card, Mastercard, kwa mtu aliyokuwa nje aweze kununua. Unajua kuna watu wako Holland, watu wako America, UK, walitoka Tanzania zamani, au wengine wamezaliwa huko akiwa sio Tanzania, au wengine wanapenda kazi zetu lakini wanapata tabu kununua nyimbo zetu kwa sababu hawajui watazipatia wapi. Yaani mtu anakukubali na kupenda, lakini pakupata nyimbo ni tatizo sana. So itakuwa nipate platform rahisi, kwa sababu kwanza watu wengi walio kwa nje wametufollow sisi, wanatufuatilia, kwa tukiwatangaza tunapata hapa inakuwa kirahisi. Na ukiangalia sehemu kama iTunes, sehemu kama wanazouza nyimbo zingine Madiza na nini, sio kila Mtanzania anaweza kununua, au mwana East Africa, kwa sababu Watanzania kwanza sisi letu hatupendi iPhone. Tunapenda kila mtu awe na simu za kina Samsung na simu zingine za Androids. Kwa hiyo ina maana ndo na zile kama iTunes na nini na support katika hizo Android. So watu wanashindwa kununua nyimbo kupitia mule. Na sometimes pia gharama za kununua mule kidogo ni kubwa ambazo Watanzania zi afford, na ndio maana hutumeka gharama rahisi ya shilingi 300 tu, kila mtu aweze kununua kwa 300 tu. Mbali na hivyo pia tukaangalia tunaweza tukaweka uwepesi gani mtu anaweza kafungua tumeweka watu wapendi mtu akiingia kwenye account anaanza kulogin tena Facebook mara sijui nini password email, watu wapendi. Kwa tumekaosha mtu akiingia tu ana click nyimbo inamletea options za Vodapesa au za mtandao wake ulipo kununua kiurahisi zaidi. Na mtu akiamua kulogin mwenyewe anaweza kulogin mwenyewe kwa akitaka kufungua, kwa sababu kuna tumeka option pia mtu anaweza kufungua kwa na account mule labda akaweka 2000 nyimbo kitoka tu ana click anabonyeza na download. Lakini pia na watu watakuwa na account mule watakuwa na faida tofauti tofauti, kwa kupata alert kama nyimbo imetoka, au kwa wasanii wenyewe, kwa sababu tunatengeneza system ambayo wasanii wanakuwa wanatuma sauti kwa wateja wao ambao wanunua sana nyimbo, kama shukrani sana fulani bana umenunua nyimbo yangu hivi na hivi na hivi na hivi. So na platform hii imekaa sio kwa sababu ya Sanitu wa WCB. Mwanzoni ni sio mnafiki. Before wakati tunafikiria labda tuseme mimi nilikuwa nafikiria kama
Kwani tusitengeneze tu platform yetu tukao tunananiliu? Kwani tatizo nini? Mbona tuna invest katika ma video tu? Basi tu invest, tutafute hela, tu invest, tufanye kitu hicho. Tukakaa uongozi kina bosi akasema lengo letu sisi ni kukomboa msanii wa muziki wote kwa ujumla, sio kwa sababu kitu kwa ukifanya nyinyi mnafanya kiubinafsi, wakati kuna wasanii wengi ambao wako wanashindwa kupata haki zao katika kazi. Kwa hiyo pia inawezekana kutumia platform hivyo, kama mtu uko willing inawezekana. Afu zuri platform yetu sisi ilivyo, mtu anapata kuona download ngapi ameuza. Yaani akinunua hapo yeye anapewa poto ambayo inamuonesha kama nyimbo yako imedownloadiwa na mtu huyu kwa kiasi hichi, na jumla ya salio lako ni kiasi hichi, umeuza nyimbo hizi. So hivyo ni vitu ambavyo wasanii wako wanataka kuona uwazi wao, na vitu ambavyo tumefanya. Na unajua mwanzo unapokuwa lazima kutakuwa kuna vitu havikosekani, mistake mara utasikia mara hivi mama mtu atalalamika. Na tunaomba watu wanapoona kuna tatizo lolote watu waambie, hata kwenye page yangu waseme, ili tunawaambia wataalamu wetu warekebishe, kwa sababu tunataka tufanye kitu nzuri, watu wapate nyimbo zenye quality na hivyo. So labda kwa wasanii mimi niwaambie, hatujafanya kitu hichi kwa binafsi kama WCB. Tumeita wasafi.com kwa sababu brand ambayo iko tayari ipo na ni rahisi hata kusema hivyo. So ni rahisi hata kuwa search, mtu akisearch wasafi.com kwa mtu anajua anapata kwa rahisi. Lakini mbali na hivyo tumetengeneza kwa watu wote, mtu yote ambaye ana nyimbo yake anataka kuwa na account, kuuza kupitia wasafi.com, anaweza kufika ofisini, tunazungumza tu, tunakubaliana katika mamna yeye anakulaje na wasafi.com na kampuni inapataje. Basi inakuwa hivyo. Nafikiri ndio kwa lengo letu kubwa, na atuchague nyimbo ya msanii yote anaweza tukafanya naye, kwa sababu lengo letu ni kila mtu aanze kupata riziki katika muziki. Okay. Yeah. Na mtu labda akitaka kununua nyimbo kwenye website yenu, ni kiasi gani cha pesa anatozwa? Tumeweka shilingi 300. Kwa nini tumeweka shilingi 300? Kwa sababu hali halisi ya tumeweka shilingi 300. Kwa nini tumeweka 300? Kwa sababu ya hali halisi ya uchumi wetu, na nyumbani ukisema weke mabei makubwa sio kila mtu ataweza. Lakini kwa watu walio nje na kuuza $1. Lakini kwa nyumbani shilingi 300 ni muziki wao, muziki wa nyumbani, na maana pia watakiwa wapate kwa gharama nafuu, wajivunie kwa nini wao ni wana muziki wao. So pointi sio kama tuseme tunauza, ni kama wanachangia wasanii wao ili nipate mtu kupata riziki, sio tu unapata jina la maarufu mavi mpaka anakufa alifani tu maarufu, wakati mtu anakosa riziki ndio watu mwisho siku wanaingia katika stress ya vitu vingine. Mtu kupata riziki itamsaidia hata kwenda kushuti video bora, kwa sababu video siku hizi tunachuana na wenzetu wenye maendeleo, wenzetu wenye masoko mengine, alafu wenzetu nchi zao nyimbo wanauziuza, japokuwa kwa wanauza hela nyingi, sisi tunauza hela ndogo tu. Ni kama mchango wa shabiki ambaye anamchangia msanii wake, kesho aweze kutoa video nzuri, aweze kufanya kazi yenye ubora, production yenye ubora. Hata akiamua kama mtu afanye nyimbo na mtu kama Nicki Minaj aweze kuafford kufanya. Umeona bwana? Nafikiri ndio ilikuwa point, na nitasikitika sana nikiona eti kuna mtu ambaye anachukua nyimbo alafu anaomba nyimbo ile kwenye WhatsApp au kwenye Bluetooth. Haiwezi kumake sense, hatuwezi kuendelea. Umeona bwana, atakiwa ndio mtu wa kwanza kuhimiza, na kama mtu unampenda shabiki wako, unampenda msanii wako, kwa unamshabikia, basi ingia download nyimbo yake. Umeona bwana, na kashingi 300 tu. Alafu mbali na hivyo pia kwa namna moja au nyingine hii platform itasaidia, kwa sababu tunafuatilia kuna kiwango cha kodi ambayo pekee ni serikalini, so inakuwa ni urahisi hata watu wa kodi kuona kabisa kama wazi kama sanizi mauzo hivi na msanii kiasi hichi amelipa kwenye kodi, msanii imeenda kwenye msanii. Na tutatengeneza system ambayo itakayokuwa kila baada ya mwezi tunaonesha kabisa kama Fani ameuza kiasi hichi, Fani ameuza kiasi hichi. Achanzi takwimu za uongo mtu unakwambia eti Fani ameongoza kauza shilingi ngapi? Eti ukafanya hivi. Unaonaje? Kwa kipaza msanii anapokuwa amefanya kazi na au amekuwa uko registered au ameanza kufanya, ameingia mkataba na wasafi.com, anakuwa anaona mauzo yake kabisa, namba zake ameuza ngapi kwa siku na amepata ameuza mauzo ya kiasi gani. Na kwa anapokuja kupokea mshahara yake, anapokuja kupokea malipo yake, anajua kabisa malipo yangu mimi ni kiasi hichi. Na pia tunakuwa kila mwezi tunaweka fulani ameuza. Ndio maana wenzetu wa Marekani wanaweza kusema kama Fani Katwanyi ameuza kiasi hichi, kwa sababu vitu vinakuwa vina uwazi. Huko kwetu kwa swala wazi hamna, watu wanakuwa nao, hata kama anaweza kuacha wazi anaficha msanii asione ili msanii amdhulumu. So nafikiri sisi kwa sasa hivi tumeona muda ishakuwa tena, basi masuala kudhulumiana,
tumeanza kidogo, lakini tunaomba wadau watusupport, wananchi watusupport sana, na wasanii wenyewe kushikamana. Hii platform haijakaa kwa sababu ya Diamond, haijakaa kwa sababu ya Harmonize, ile Vanny, sio Rich Mavoko, sio Kwendalini au wana WCB. Ni kwa msanii yote ambaye anataka kuja tuzungumza, hatuchagui msanii yoyote. Ya na tunaomba wananchi wakafollow page yetu imeandikwa wasafi.com, ndio page ya hiyo platform. Kuna maelezo mengi zaidi pale, kila swali wao watakuwa wanauliza, wanaelekezwa pale. Kwenye Twitter hivyo, kwenye Facebook hivyo, wasafi.com. Okay, sawa. Na mpaka sasa hivi viewers wangapi kwenye nani yako? Ufungua labda kuna kitu gani ambacho umekiona? Ukiangalia tu, kwa sababu hatujaanza ku promote kusema kwamba eti nenda kachukua, tumetambulisha tu website kama bwana, website yetu sasa hivi tunakuwa tunapata nyimbo zetu hivi, lakini mwamko watu kununua nyimbo zetu umekuwa ni mkubwa. Na nafikiri sifikiri kama ni sahihi kusema sasa hivi, lakini mimi nataka baada mwezi kuisha tunaweka wazi kabisa kama Diamond aliuza kiasi hichi, Harmonize aliuza hichi, labda Chege aliuza hichi, labda unasema Nick wa pili aliuza kiasi hichi, unasema Babeli nani aliuza kiasi hichi. Yaani kwa yote ambayo tutakuwa tunafanya tutakuwa tunasema, na kile wenyewe ametulidhia itakuwa safi, kwa sababu mwingine labda atataka umtangaze, lakini kwa watakubali tutakuwa tunaweka, kwa sababu uzuri kwa inakuwa tunakatwa na kuna percentage ambayo inakuwa inaenda TRA. Kwa hiyo ina maana inakuwa kupitia sanaa, wasanii wanalipia kodi hapo, ushaelewa? Lipa kodi kupitia hela. Kwa hata mtu anaenda kukilemu kama nimeingiza kiasi hichi, kwanza unakuwa proud, unakuonesha kabisa, kuonesha wazazi nyumbani kama mnaweza kuachia watoto kufanya muziki, kwa sababu muziki mtu anaweza kupata riziki. So ndo kikubwa nafikiri ni hicho, ni watu kutusupport na waanze kununua kazi zetu au vipi bana, kwa shilingi 300 tu, wasafi.com. Mpaka sasa hivi labda sema ngapi ambao wako kujiunga, au unasema ngapi ambao tayari wameshajiunga, ambao nikiingia sasa hivi wasafi.com naweza kuona nyimbo zangu? Wa kiukweli kwanza ni washukuru wasanii wengi sana, kwa sababu unajua sisi kama tunafanya kitu, tulifanya research kwanza, tulifanya research ya kuangalia kwamba wasanii wanakuhamishwa kwenye kitu gani katika platform, kwa sababu mimi ni msanii na mimi ndio mtu ambaye nakutana na hivyo. Kwa hiyo tukafanya research zetu, tukamwambia bwana, hapana, wasanii wataki hivi na hivi, wanataka hivi na hivi na hivi na hivi. So wasanii wengi ambao kabisa, ambao wasanii wetu pendwa katika nchi, wengi tushafikia nao vikao na tushafikia nao pazuri, na kuanzia kesho inshallah nyimbo zao zitaanza kuwa kwenye platform, watu wataanza kuziona. Sisi kusema ni nani na nani, lakini tuangalie, lakini karibuni wasanii wote. Sometimes tunaona na post picha niko nao ofisini, yani sio karibuni wasanii wote tu wamekuja, kwa sababu kama nilivyosema ile platform is just equal under Wasafi Limited, lakini sio imekaa kwa sababu eti kumfavor Diamond kwa namna. Kila mtu ni platform yake ambayo kuuza muziki. Imefika time sisi wasanii kujikomboa, yani katika kitu chetu sisi wenyewe, yani tufanye sisi wenyewe, tuache masuala ya kudhulumiwa na vitu kama hivyo. Nafikiri ndio ilikuwa maalum hii platform.